By the way, ni siku nyingine tena na ni wakati mwingine tena tuko na Obi Alpha, msanii wa muziki wa Injili, na kama unavyojua sasa hivi ana trendi kufuatia kumwandikia msanii Nandy wimbo wa kiroho, wimbo wa kimkakati, masuala ya Injili haya. Mimi ni Abraham 255, hii hapa ni Bongo 5 Network. Ni Obi Alpha kwa mara nyingine tena 2026, ngoma ina pepea right now. Ni msanii wa gospel ambaye anafanya vizuri. Kwanza hongera sana mkuu. Asante sana ndugu yangu. Mungu ni mwema sana. Majeshi ya Bwana. Kabisa kabisa. Majeshi. Hivi imekuwa kawaida sana namna kutengeneza albamu kwamba inachukua muda sana tofauti na kipindi cha zamani. Ulivyokaa labda na malegendari kama kina Rose Muhando, kina Bahati Bukuku, dada zetu wale. Unasema vipi katika kuandaa albamu? Inachukua muda gani? Sijawahi kukaa na legendari yoyote kumuuliza kuhusu albamu, hata kuhusu wimbo mmoja tu, kwa sababu mimi ninachokiamini kila mtu ana safari ambayo Mungu amemwandalia yeye kama yeye peke yake. Kwa hiyo kuna mtu mwingine kitu chako kinaweza kachukua muda mrefu, lakini kuna mtu mwingine kitu chako kinaweza kisichukue muda mrefu, lakini ni mchakato kuandaa album. Yaani album kuandaa haianzi tu kama album imeshakuja. Linaanza kwenye wazo, unaanza kukusanya nyimbo, kuzirecord, kufanya nini. Kwa hiyo kitu mpaka kinaitwa album ujue kuna jitihada kubwa sana na nguvu kubwa sana zimewekwa hapo. Okay, bora hata ni project kubwa, lakini moja kitu ambacho mimi kilinishtua na nikasema niweze kukuuliza na unifafanulie ni kwamba wewe ulianza kwanza na kuwa bodaboda, ni muendesha pikipiki. Ni kweli katika hili? Ya, ni kweli kabisa. Okay, na ilikuwaje? Mwaka 2022 ndio mwaka ambao nilikuja Dar es Salaam kuja kupambana. Na nilifanya mambo mengi hapo katika upambanaji. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo nadhani watu wengi ndo nadhani walikuwa hata wanabisha zamani ni kuwaambia kuwa nilikuwa bodaboda. Nadhani kwa sababu watu wanaangalia sasa hivi Obi Alpha yuko sehemu gani, wanashindwa kung'amua kwa ni sehemu gani ametoka. Kwa hiyo bodaboda ni moja tu kati ya kitu. Na bodaboda mimi kwangu ilikuwa ni kama kitu cha ukombozi, yani ilikuwa ni kazi kubwa kuliko hizo ambazo nilikuwa ninazifanya mwanzo. Kwa hiyo za mwanzo mimi niliuza pweza, nilitembeza mafuta walikuwa wanasema ya mnyonyo sijui hivi mikononi. Nilikuwa natembeza kutoka Mbezi kule mpaka kuna kipindi nilitembea kutoka Mbezi mwisho mpaka Mbezi shule, kwa ambao wanapafahamu hicho kipande ni kirefu sana. Napita madukani, bwana anauza mafuta, sijui anafanya nywele zinakuwa nyeusi namna gani vipi natural. Mimi mwenyewe hapo kiliangalia hicho kipindi nywele zangu ni nyekundu, yani kwa hiyo kazi nyingi sana nimezifanya, nimechanganya zege pia Kigamboni kule. Unaona, nimewahi kuuza genge. Kuna sehemu moja hivi kama unaenda ukitoka Mbezi unapita Mbezi Makonde pale unapandisha kule juu kuna ukumbi mmoja kule. Ile njia ile nimeshawahi kufungua genge pale. Kwa hiyo bodaboda mimi kwangu hakikuwa kitu kibaya. Yaani ilikuwa ndo njia ambayo nasema sasa hapa nimetoboa sasa. Okay. Kabisa. So wazo la kuimba lilianza wakati unafanya hizo shughuli zote au ilikuja tu bimvu? Kwa sababu si unajua tena harakati za mjini hapa. Okay. Mimi kuimba nimetoka huko mkoani kwetu Mbeya nikiwa ni muimbaji tayari, na bodaboda kimsingi mpaka nafikia kwenye kuendesha bodaboda nilikuwa tayari kwenye muziki nishakata tamaa kabisa, kwa sababu nishafanya jitihada kubwa, lakini pia nilikuwa ninaona muziki unahitaji investment kubwa na mimi hiyo investment nilikuwa sina. Kwa hiyo nilikuwa nimekata tamaa na nikasema nitaanza kwanza kuendesha bodaboda, alafu baadaye nije nimiliki hiyo bodaboda yenyewe, kwa sababu hiyo bodaboda ilikuwa ya mkopo. Kwa hiyo nije niimiliki. Ndoto yangu ya kwanza ilikuwa ni kuimiliki ile bodaboda yenyewe, lakini pia ya pili ilikuwa ni toke kwenye bodaboda nije kuwa dereva bajaji. Kwa nikiwa kwenye dereva bajaji nijua pale ninaweza angalau nikawa na jimeki, labda hata kwa mwezi naweza nikafanya hata nikapata hata hela ya kurekodi hata wimbo mmoja. Lakini hicho kipindi ambacho naendesha bodaboda ndo Mungu akainua watu ambao walikuwa wanabarikiwa kwenye hicho kipindi, kwa sababu nilitoa wimbo wa mwisho ambao mimi nilikuwa nasema sasa huu ndo wa mwisho, na kuanzia hapa ninaanza rasmi kuwa mfanyabiashara wa mambo mengine, najiachisha kabisa na mambo ya muziki. Na ule wimbo ambao mimi nilisema ndo wa mwisho ndo huo ambao kaleta watu ambao wakaja kunisupport na tunasupportiana mpaka ile kabisa. Milango ikafunguka sasa. Yesu akaanza kuonekana kwa haraka sana. Okay, so far sasa hivi tunaona nyota inang'aa. Mambo yako si kitoto. Tunaona kwenye matamasha makubwa unaalikwa kwa ukubwa, wingi wa watu, muziki inavyopigwa pale. Unajua muziki wako umekaa na mafulani hivi, watu wanakuwa wanaitika, wanaimba na wewe pamoja sana. So mkakati umekaa vipi sasa kwa mwaka 2026 kwa upande wako? Mwaka 2026 ni mwaka ambao watu watarajia kumuona Obi Alpha akiendelea kumtumikia Mungu kwa nguvu zaidi, kwa sababu nimemuona akifanya vitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo sitapuuzia yale ambayo ameyafanya maishani mwangu, wala sitachukulia poa. Kwa ile nguvu ambayo nilikuwa nimeifanya mwaka jana, mwaka huu nitaifanya zaidi. Na ndio maana nimeanza mwaka tu na album ya nyimbo 20
ambazo ni nyimbo 18, lakini moja kati ya zile nyimbo 18 moja tumeitolea acoustic yake inaitwa Jerusalem. Lakini pia kuna wimbo ambao tuliutoa mwaka jana mwishoni, kwa na wenyewe tumeuweka kwenye album pia. Kwa unaweza kaona mwaka unavyoanza tu mimi nimeamua kuanza na album, lakini ndoto yangu kubwa mwaka huu ni kutoa nyimbo 20, nyimbo 40. Yaani namuomba sana Mungu nifikishe nyimbo 40 mwaka huu. Kwa hiyo nimeanza na hizi 18, lakini mpaka mwaka unaisha ninamuomba sana Mungu kwa anipe nguvu na uwezo wa kutoa hizo nyimbo 40 ambazo zitaenda kuwabariki watu wake. Amen. Okay. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tumeona pongezi baada ya kumwandikia msanii Nandy wimbo. Nilikuwa nataka kufahamu kwamba imewezekana vipi msanii wa gospel kama wewe ambaye ni mkubwa kuweza kumwandikia msanii wa Bongo Flava wimbo, na ilikuwaje na mazingira yako? Mimi nataka unipe historia kwa ufupi, kwa sababu wengi wana hamu kutaka kujua kutoka kwa upande wako, labda una nini cha kusema katika hilo? Okay, kwanza kabisa mimi ninapenda sana nikimuona Nandy anaimba gospel. Nimeshawahi kusikia nyimbo zake kama 2-3 hivi. Na watu ambacho hawakijui ni kuwa mimi hili swala nilimuhusisha hadi babangu wa kiroho kuhusiana na swala la Nandy. Na Nandy tumeanza kuwasiliana toka mwaka juzi nadhani. Kwa hiyo toka mwaka juzi you can imagine, toka mwaka majuzi, toka mwaka 2023. Kwa hiyo kutoka mwaka 2023 mpaka mwaka huu wa 2025 nadhani ndo tukaja, mwaka jana 2025 mwishoni ndo tukaja kurekodi hiyo audio. Kwa hiyo mchakato haukuanzia mwaka jana. Wimbo tu umetoka mwaka jana, lakini mimi hapa nimeanza kurekodi, nimekuja kurekodi na Nandy, nimeanza kuwasiliana na Nandy toka mwaka 2023. Na yeye alinitafuta akiwa anatamani tufanye remix ya wimbo wa Bora Kushukuru. Kwa hiyo kwa kipindi kile ilikuwa ngumu kidogo kutokana na ratiba zangu, nadhani na ratiba zake pia. Kwa hiyo ilichukua mchakato mgumu kidogo. Kwa hiyo mwaka 2025 akanitafuta tena, akaniambia kwa sababu ya kipindi fulani ambacho tulikuwa tumekipitia hapo nyuma kama taifa, akasema anatamani atoe wimbo wa Injili, wimbo wa gospel ambao utaenda kuwafariji watu. Na mimi moja kwa moja, kwa sababu maandiko yananiambia shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndo mapenzi yake Bwana Mungu kwenu ninyi. Mimi huwa ninapenda sana kutanguliza shukurani kwenye kila jambo. Kwa hiyo hata hili jambo ambalo limetokea mwaka jana, mimi nilikuwa ninatamani nimwambie Mungu asante, kwa sababu moja kati ya watu ambao wako na uzima mpaka sasa ni pamoja na mimi. Kwa hiyo hata yeye alivyonitafuta nikasema itabidi tuandike wimbo wa shukurani, na tukaja mwaka jana nikafanikiwa kumwandikia wimbo wa shukurani, na akanitafuta mwaka huu kuniambia kuwa anatamani autoe huo wimbo, nikatoa baraka zangu pia. Kwa hiyo ameutoa wimbo, umekuwa mkubwa, ninazidi kumpongeza kwa jitihada zake, lakini pia ninatamani, ni shauku yangu kubwa sana kumwona Nandy akimtumikia Mungu kupitia nyimbo za Injili. Hata yeye mwenyewe nilimwambia hilo. Okay, je, alikulipa fedha? Kuhusiana na hilo nadhani kitu kikubwa zaidi kilikuwa ni kwanza huduma, kwa sababu mimi ninafanya huduma ya Mungu. Kwa hiyo kuhusiana na masuala sijui ya fedha na vitu vingine vyote mimi sijakiangalia sana, na kama vilikuwepo moja kati kwenye makubaliano, sio kitu kizuri sana kukitaja kwenye public. Nadhani tulichoongea mimi na yeye kinajitosheleza zaidi, na ndio maana mmeona wimbo umetoka. Amina kabisa. Kuna watu wanajiuliza kwa nini imekuwa kwa Nandy na yeye ni msanii wa kike. Vipi kwa wasanii wa kiume, labda ikitokea labda anahitaji umwandikie, itakuwa ni rahisi kama ilivyo kwa Nandy? Kwa mwimbaji yoyote yule wa Bongo Flava ambaye atataka kuimba wimbo wa Injili, basi mimi niko tayari kumwandikia, ili mradi tu uwe ni wimbo wa Injili ambao utamtukuza Mungu, na maadhi ya video yao ni maadhi ya kumtukuza Mungu, ukawe ni wimbo wa Injili na video ikawe ni video ya Injili. Okay, ni msanii gani wa kiume ambaye unatamani imbe muziki wa Injili ambaye kwa kweli yani utaguswa sana, labda kwa kumwandikia tu ikitokea? No, mimi sitamani, ila yeye ndio inatakiwa asikie msukumo ndani yake, Mungu aongee na yeye apate hiyo shauku ya kutaka mimi nimwandikie wimbo. Lakini mimi sina msanii wa kiume wa gospel ambaye nasema eti sijui ndo namfikiria na mtamani nimwandikie wimbo, no. Ila yoyote yule ambaye Mungu atataka nimwandikie wimbo, atatengeneza shauku kwa huyo mtu atanitafuta, na mimi nitakuwa tayari kuandika wimbo wa Injili. Kwa makubaliano tu ni kuwa wimbo inatakiwa uwe wa Injili na maadhi ya video yawe ni maadhi ya Injili. Okay. Amen. Asante sana. Amen.